Kwanza nawapongeza akina mama na vijana, wanawake na vijana katika vile vikundi 24 ambao leo mtapata huo mkopo. Mmesikia taarifa kwamba kwa msimu tu huu wa fedha mpaka sasa hata tunaelekea nusu ya mwaka wa kifedha. Maana sisi serikali tunaanza mwaka kifedha mwezi wa 7. Ikifika mwezi wa 12 ndio nusu ya mwaka wa fedha. Kwa hiyo katika vikundi vile 116 na ninyi 24 leo mnapata hiyo fedha. Hongereni sana vijana wangu, wanawake na wenye, hongereni sana. Ni jambo kubwa. Ni jambo kubwa kwenu. Kwa hiyo wito wangu kwa vijana wengine wilaya hii ya Singida, na wao pia kuchangamkia fursa ambayo inatolewa na serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Mama Samia oye! Na huu leo ni ushahidi, na vijana wapo, wanawake wapo, wote wanataka kupata fedha hii wapo. Kwa hiyo ni jambo kubwa, na sisi katika wilaya ya Singida tumeshakubaliana na tuendelee hivyo. Kila miezi mitatu, kila robo fedha hii itaendelea kutolewa. Hiyo ni fursa kubwa kwa vijana wilaya ya Singida, na hawa leo ni mfano. Jiungeni kwenye vikundi vyenu, anzieni kwenye kata, itakuja kwenye manispaa, na mimi na wenzangu tutasimamia na mkurugenzi na mstahiki meya kuhakikisha kwamba fedha hii inatoka. Kwa hiyo wana Singida, vijana wote na wanawake na wenye ulemavu, hakikisheni mnachangamkia fursa hii ya aliyotolewa na serikali hii ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, nyinyi ambao mnapata leo, ukitaka kujua tabia ya mtu, mpe fedha. Fedha oye! Na fedha ina majina mengi, sio? Ukitaka kulipa ada shule, ikienda kwenye shule inaitwa nini? Ada. Ukioa ukatoa fedha inaitwa mahali. Ina jina lake lingine, inaitwa kuhonga. Msiende kuhonga. Lakini nikiwaangalia ninyi vijana, najua mko makini na fedha yenu iko sawa sawa. Kwa fedha ambayo mnaipata leo, mwende mkaitumie katika matumizi yale ambayo mlioiombea. Na uzuri serikali imeshaanza mfumo mzuri kuhakikisha kwamba fedha hiyo inakwenda katika maeneo yale ambayo mmeombea. Hilo ni jambo kubwa na jema. Lengo ni kwamba muweze kuifanyia kazi na iweze kurejea ili vijana wengine waweze kupata. Kwa hiyo kwa muda ule ambao mmepewa, hakikisheni muda huo ambao mmepewa, ile wanasema grace period, ya muimalize na muanze kurejesha ili wenzenu waweze kuipata fedha hiyo. Vijana oye! Akina mama oye! Katika kipindi cha mwaka 2025-2026, halmashauri ya manispaa ya Singida imekisia na kutenga kiasi cha shilingi milioni 673.7 ikiwa ni 10% ya fedha za mapato ya ndani. Kwa mchanganuo wa fedha hizo kama ifuatavyo: 4% ya wanawake ni shilingi milioni 269,481,704. 4% ya vijana ni shilingi milioni 269,481,704, na 2% kwa watu wenye ulemavu shilingi milioni 134,740,852. Hadi kufikia tarehe 30 Novemba, jumla shilingi milioni 182 zimetengwa kutoka kwenye makusanyo halisi ya halmashauri na kupelekwa kwenye akaunti ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kipindi cha Oktoba Disemba, jumla vikundi 24 vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu vimeweza kupata mkopo wenye jumla kiasi cha shilingi milioni 236 na laki tatu. Fedha hizi zinatokana na 10% ya fedha ya mapato ya ndani pamoja na fedha za marejesho ya mkopo. Tunatarajia kupitia mikopo hii ya manispaa, tunatarajia kukuza uchumi wa wananchi mmoja mmoja na kuongeza ajira kwa makundi, hasa vijana, kutokana na miradi inayotekelezwa kwa vikundi hivi. Lakini pia tunatarajia kuongeza idadi ya wanufaika mkopo kwa kuendelea kutenga 10% ya fedha za mapato ya ndani pamoja na kusimamia urejeshwaji wa fedha hizi ili zitumike kwa kukopesha vikundi vingine. Lakini pia tunatarajia kuwezesha mafunzo kwa vikundi juu ya ujuaji wa miradi yenye tija kwa kutumia fursa zilizopo kwenye maeneo yao itakayowanufaisha na kuzalisha ajira. Mfano, viwanda vidogo vidogo, viwanda vya kati, miradi ya kilimo, biashara na ufugaji wa kisasa. La kwanza, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, ndio pongeze wewe kwa hapa asubuhi hii. Pengine walikuwa na majukumu mengine, lakini kuona hili la muhimu sana. Lakini kupongeza mkurugenzi kwa jambo hili. Halmashauri yetu katika hili kwa kweli tukupe kongole nyingi sana. Sana.
kujua kwamba moja ya jambo la kisera kwenye serikali yetu ya awamu ya 6 ni kutoa mikopo ya 10% kwa 100%. Na katika hili kwenye mapato yako ya ndani umeweza kulitendea haki, kwa hiyo tukupongeze sana. Wakuu wote wa idara kwa kushirikiana vizuri, maana pengine tusingekusanya vizuri tusingetoa pia mikopo hii. Kwa hiyo niwapongeze pia wote kwa umoja wenu. Na vikundi pia niwapongeze kwa kuchukua jukumu hili au jambo hili la kuona ni kwamba serikali yetu ina fursa ambazo zitatunufaisha. Niwapongeze, lakini sema jambo moja tu, mikopo hii ikawa na manufaa kwenu. Sio ikawa mikopo ya kujirusha na mambo mengineyo, ikawa lete manufaa ili angalau toke hatua moja kwenda hatua nyingine. Tusherehekee mema mazuri ya serikali yetu ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Bila Richard, nimetoka kwenye kikundi cha Jenga na Sisi kata ya Kindai. Kwa kweli sisi wana kikundi tunashukuru sana serikali kwa kutuletea hii fursa. Maana wamama wengi tulikuwa tunateseka na mikopo ya mitaani ambayo ilikuwa inatupelekea pabaya. Lakini kwa sasa tunaishukuru sana serikali kutuletea hii fursa. Maana tunapata hela kwa wakati na marejesho yake yanakuwa mazuri na muda ambao tunataka sisi. Kwa kweli namshukuru sana Samia kwa kutuletea hii mikopo, maana sisi wamama kwa kweli tumeteseka sana mitaani kwa ajili ya mitaji. Na pia wakati tunahangaika tulikuwa tunakatishwa tamaa, tunaambiwa hamna pesa za serikali kuzipata. Kumbe yalikuwa tu maneno ya watu kutukatisha tamaa. Baadaye tukaamua sisi kama wamama, tukaamua kwa mamoja, tukajiunga, kwa kweli pesa tumepata. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali. Kwa jina naitwa Jackson Michael. Nimetokea kata ya Minga. Jamani, kwa niaba ya vijana nitoe shukrani nyingi sana kwa rais yetu, mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri anayoifanya. Pia nipongeze mkuu wetu wa mkoa, mkuu wa wilaya, wakurugenzi na viongozi wote wa mkoa huu wa Singida. Mmetupa ushirikiano mzuri, bila kusahau na afisa maendeleo. Mmetupa ushirikiano mzuri sana. Kila tulipokuwa tukienda, mlikuwa mnatupa ushauri, mnatuongoza vizuri, mnatupa mambo mazuri kabisa. Ndio maana tukata tamaa. Kwa yote tumshukuru Mungu kwa sababu ametuongoza mpaka leo tumefanikiwa kupata mkopo huu. Kwa hiyo nitoe rai kwa vijana na wote ambao mmechukua mkopo, jamani tujitahidi ili tuweze kurejesha mkopo huu. Wenzetu nao waweze kupata, au ikiwezekana na sisi wenyewe tuweze kurudia kuchukua mkopo ili tuendelee kujiendeleza. Sawa jamani? Nadhani mkurugenzi umeongea maneno mazuri sana wakati tuko ndani. Wengi kweli watu wakichukua hela iwagi inachanganya sana, hasa kwa sisi vijana. Lakini ningeomba sana tusitumie hela vibaya jamani, sawa? Sio uchukue hela uende baa ukaanze kutumia vibaya. Sawa jamani? Hela ukila jamani hairudi. Lakini ukizalisha tujaribu kutumia faida, sio kutumia mtaji. Sawa jamani? Kwa hao wametupa mtaji, basi tutumie faida. Kwa hiyo niombeni sana jamani vijana, tuendelee kujituma huku tukiendelea kumtanguliza Mungu kama mkurugenzi alivyosema. Sawa jamani? Kwa majina yangu naitwa Theodosia Thomas Muhijio. Ni mkazi na mwenyeji wa Singida, naishi mtaa wa Kibaoni. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mkopo huu kutoka kwa mama yetu, Mama Samia. Ametujali akina mama, ametusaidia. Tulikuwa tunapata adha kubwa kuchukua mikopo hii ambayo ni kausha damu, ambao wengi tumekuta tumeingia kwenye changamoto mbalimbali, ikiwemo kufilisiwa vitu, kunyang'anywa mashamba na mengineyo. Lakini kupitia mkopo huu mzuri wa baraka ambao hauna riba, kwa kweli tunamshukuru Mungu sana, tunamshukuru na mama na uongozi wote kutokea ngazi ya juu mpaka ngazi ya chini. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana, tumefurahia, tunakwenda kupambana, tunakwenda kufanya kazi kwa bidii ili tuendelee kuboresha maisha yetu, kusomesha watoto wetu na kufanya mambo mengi yenye maendeleo. Kwa majina naitwa Salum Abdalla Sinda, ni mkazi na mwenyeji wa Singida hii. Kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata mikopo hii kupitia mama yetu Samia, kwa sababu hapo nyuma tulikuwa tunaiogopa hii mikopo sisi kama vijana. Na ndio maana katika mikopo tulivyokuwa tunaitwa vijana tulikuwa wajitokeza kina mama. Tunaiogopa hii mikopo kwa sababu tunaogopa tutafilisiwa, kwa sababu mitaji yetu tunakuta ni midogo,
cha kuzalisha unakuta mathalan ni kidogo. Sasa kwa kutokana na mitaji kutokana na tumeshaongezewa kipato, basi na imani mitaji yetu itakuwa, tutaendelea kufanya vizuri. Na pia kingine tunawaahidi, si kama vijana hatutawaangusha, na ili muendelee kutuamini kwa kipindi kingine. Asante. Pamoja na mikopo, unadhani kuna kitu kingine ambacho serikali inatakiwa kufanya, labda kutoa elimu kuhusiana na ujasiriamali au usimamizi wa fedha na vitu vingine? Unafikiri nini kingine kifanyike pamoja na kuwa mwapa mkopo ili biashara zenu ziweze kustawi na kupata kipato? Kwa mimi ninavyoona, kwa mfano katika miradi yetu tunayoitekeleza, mimi ningeona serikali ingetuboreshia kama kuna uwezekano. Kwa mfano, nachukulia mfano labda kwa hao wakulima bustani, labda watu ambao wanaendesha shughuli za kilimo waweze kuboreshewa, wapewe vifaa vya kufanyia kazi. Ikiwezekana wapewe hata matrekta kwa ajili ya kilimo, wapewe vifaa, kwa mfano labda makeni ya kumwagilia au pampu mashine kwa ajili ya kumwagilia. Yenyewe itakuwa ni vizuri zaidi. Yaani unataka kusema badala ya kupewa fedha mpewe vitendea kazi au kumaanisha nini? Yaani nasema kama fursa inaweza ikatokea, maana fursa waga zinajitokeza. Wanaweza wakasema bwana, sasa hivi vijana wetu bwana tumewapa mikopo bwana ili waweze kujiendeleza zaidi. Tunataka tuwape labda vifaa vya tuongezee vifaa vya kutendea kazi, na yenyewe inakuwa ni bora zaidi.